Siviuso. Maji bombani, pesa benki. Maji yakiwa ya uhakika bombani na fedha tukazipeleka benki, maana yake tuna uhakika wa kuhakikisha kwamba tunafanya ukarabati kwa wakati, tunaimarisha miundombinu na kuhakikisha hiyo huduma inakuwa ni endelevu kwa wananchi wenzetu ambao wanaitegemea. Ndugu meneja wetu wa wilaya ambaye ndio hasa mwenyeji wetu wa shughuli ya leo, kipekee kabisa nitambue uwepo wa meneja wetu wa mkoa ambaye ni msimamizi wa shughuli zote za mamlaka ya maji mjini na vijijini katika mkoa wetu wa Iringa. Watumishi wote wa mamlaka ya maji vijijini mlioko hapa kutoka ofisi yetu ya wilaya na ya mkoa. Naomba nitambue uwepo wa waheshimiwa madiwani japokuwa leo wamekuja kwa nafasi ya wajumbe wa bodi. Mmeula wazee. Mambo yenu mazuri. Jamaa zangu sana wametusaidia sana kujenga uelewa wa wananchi juu ya umuhimu wa kuunganisha hizi jumuiya ili tuwe na jumuiya chache zenye nguvu na zinazoweza kupeleka huduma kwa wananchi. Lakini pia naomba nitambue uwepo wa wajumbe wa bodi zote zilizoundwa pamoja na wanajumuiya wote ambao mmepata nafasi ya kushiriki kwenye kikao cha leo. Ndugu zangu, kama ambavyo mliarifiwa kwamba kikao cha leo lengo ni kujengeana uwezo. Lengo ni kujengeana uwezo ili uwezo ukijengwa tuongeze ufanisi, ufanisi uimarishe usimamizi na usimamizi ulete matokeo. Na hayo matokeo yawe ni chachu ya huduma kwa wananchi wenzetu ambao wametuamini kusimamia jumuiya hii za wananchi katika utoaji wa huduma za maji. Sisi katika wilaya yetu ya Iringa tunajivunia sana utendaji wa mamlaka ya maji vijijini chini ya meneja na watumishi wote. Tuwapigie makofi mengi sana. Tunajivunia sana. Meneja wa mkoa nataka utembee kifua mbele. Mimi si wilaya zingine sizijui, lakini kwa meneja ambaye tuko naye Iringa DC, huyu jamaa mbinguni ana sita. Kabisa. Ni meneja ambaye anaijua kazi yake, anaipenda kazi yake, anawaheshimu watumishi wenzake na anajua kiu ya wananchi wa eneo lake. Kwa hata sisi hatupati shida serikalini kujua sekta ya maji iendeje, kwa sababu yeye mwenyewe kashajua serikali inataka nini na yeye anatakiwa afanye nini. Tumpigieni makofi mengi sana meneja wetu. Lakini silaha kubwa ambayo ananifurahisha anapoitumia ni ushirikishwaji wa jamii. Hakuna jambo ambalo meneja wa wilaya hii analifanya bila kushirikisha madiwani. Hakuna jambo analifanya bila kushirikisha wenyeviti wetu wa vijiji. Hakuna jambo analifanya bila kushirikisha watumishi wenzake na jumuiya zetu za watumia maji. Matokeo yake yameifanya wilaya watu kuwa na common understanding, uelewa wa pamoja ambao umerahisisha kupanga, kuamua na kusimamia vizuri sekta ya maji ndani ya wilaya yetu. Pongeza sana. Mimi sikuombei cheo, maana siku hizi watu wanatabia mtu akifanya vizuri tu asema huyu bwana apande cheo. Mimi nasema Mungu akubariki. Sasa katika hizo baraka Mungu ndo atajua akubariki vipi, au sio jamani? Kwa sababu watu wanaweza wakuombea cheo, kumbe lengo lako wewe sio cheo, ni mke mzuri wameshakuharibia. Maji wewe. Au sio injinia? Watu wanakuombea cheo, kumbe wewe lengo lako bwana kamshahara kafanya nini? Kaongezeke. Wengine wanakuombea cheo, kumbe lengo lako ni afya njema. Kwa hiyo bora umuombee mtu baraka, alafu Mungu kwenye hizo baraka ataamua mwenyewe ambariki kwa kitu gani. Kwa badala ya kumwombea mtu wewe bwana upande cheo, wewe mwambie Mungu akubariki. Katika hizo baraka Mungu anajua ni nani ampe nini kwa wakati gani na katika mazingira gani. Kwa hiyo bwana, sisi tunakuombea baraka, kwa sababu unamwakilisha vizuri meneja wetu wa mkoa na unaiwakilisha wizara kwa vitendo. Tukuongezee makofi mengi sana kwa kazi kubwa na nzuri. Leo mmepata fursa ya kukutana ili kujengeana uwezo. Kujengeana uwezo ili tuwe na ujuzi utakao tusaidia kusimamia, kufuatilia, kuamua na kuchukua hatua zinazohitajika kila ambapo wananchi wanapokuwa na mambo yanayohusu sekta ya maji. Leo hapa tunazo bodi mpya zilizoundwa kutokana na uwakilishi wa wananchi. Lengo likiwa ni kurudisha mamlaka ya wananchi kwa wigo mpana zaidi ili muweze kusimamia na kuchukua hatua za kukuza sekta ya maji katika maeneo yenu. Tulikuwa na jambo la kuunganisha vyombo hivi. Na wakati tunawaza kuunganisha vyombo hivi ambao ndio mwongozo unatutaka, kuna baadhi ya maeneo kulikuwa uelewa bado haujawa mzuri wa kutosha. Sisi tukasema hatutakuwa na haraka. Tunao madiwani wetu, tunao wenyeviti wetu, tunao wananchi wenzetu walielewe hili jambo. Wakishalielewa tukalifanya hili jambo. Kwa sababu katika uongozi kuna kitu kinaitwa ownership. Kama utapanga mipango, alafu ile mipango isiwe owned na unaowapangia, haiwezi kufika popote. Kama utakuwa na maono, alafu hayo maono yasipomilikiwa na unaowaonea maono hayo, haiwezi kufika popote. Kwa sisi wilaya ya Iringa tulifanikiwa kuunganisha hizi jumuiya baada ya ushirikishaji wa kina
lakini pia baada ya elimu ya kina kwa wananchi na wadau wenyewe. Leo mmechaguana kule, mmekuja hapa, kila mmoja akielewa ni kwa nini tuliunganisha jumuiya, ni kwa nini tumeunda bodi, ni kwa nini tunakwenda kuunganisha tena na nini na nini. Kila kitu mtu amefahamu hapa. Na ushirikishaji ndio silaha ya mafanikio. Engagement and inclusivity. Watu wanahitaji sana kushirikishwa na kujumuishwa. Mkiwashirikisha watu na mkawajumuisha watu, mtazaa kitu kinaitwa uelewa wa pamoja. Na sehemu yoyote yenye uelewa wa pamoja, watu wanapanga pamoja, wanaamua pamoja, wanafuatilia pamoja, na matokeo yanapokuja yanakuwa ni kwa faida ya watu wote. Na hili ndilo jambo ambalo jumuiya zenu zinakwenda kufanya. Sasa ndugu meneja, ni kwa nini tumeunganisha jumuiya hizi? Jambo la kwanza, ili tuwe na jumuiya kubwa zaidi na zenye uwezo mkubwa zaidi. Tulikuwa na jumuiya ndogo ndogo nyingi ambazo ufanisi wake ulikuwa ni mdogo. Sasa tumeunganisha na kuwa na jumuiya moja kubwa katika kila zone. Jumuiya ambayo itakuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, uwezo mkubwa wa rasilimali watu, na uwezo mkubwa wa kusimamia na kufuatilia sekta ya maji kwa ukaribu zaidi. Na hizi jumuiya kama zitajisimamia kama tunavyotaka, kuna jumuiya zitakuwa na fedha mpaka ya kuibua miradi yake wenyewe. Ndio nataka niwaambie. Jumuiya ambazo zitajisimamia vizuri zina uwezo wa kukusanya fedha. Hizo fedha zikasaidia uendeshaji, zikasaidia ukarabati, lakini zikafikiria kuwa na miradi ya ziada kwenye maeneo yake. Na tukishafikia hatua hiyo, hayo ndio matunda yenyewe. Leo kule kwenye jumuiya ndogo ndogo ilikuwa ni ngumu sana kuwajengea uwezo watu kwa sababu wametawanyika, ni wengi sana. Lakini leo tunaweza tukaziita jumuiya zote kwa wakati mmoja, zikapewa mafunzo kwa wakati mmoja, zikasikilizwa kwa wakati mmoja, kwa sababu ni chache, zinatawalika, zinaongozeka. Lakini hizi jumuiya zenyewe zinahitaji kwenda kujifunza. Ilikuwa ni ngumu sana kuchukua jumuiya 100 na ushe kuzipeleka kujifunza sehemu, lakini ni rahisi sana kwa serikali kuchukua jumuiya 5, 6, 7 kwenda kujifunza sehemu na zikarudi hapa zikiwa zimepata ujuzi. Haya ni matokeo chanya ya jumuiya hizi kuunganishwa. Lakini ndugu zangu, kule kwenye kajumuiya kamoja mlikuwa mkikusanya, nilikuwa naletewa hapa na engineer, unakuta wana 700,000, wana 300,000, wana 400,000, wana laki ngapi. Lakini nataka niwaambieni, si mmeshaunganisha jumuiya hizi, nendeni mkaangalie mapato mtakayokuwa nayo. Msilogane tu. Lakini hela zitakuwa nyingi. Na hela zikiwa nyingi, mnakuwa na uwezo mkubwa wa kuamua. Hela zikiwa nyingi, mnakuwa na uwezo mkubwa wa kufuatilia mambo yenu. Kwa mfano, hela zikiwa nyingi, mnashindaje kumtuma afisa kwenda kukagua hali ya miundombinu? Si hela ipo, atakwenda kwa sababu pesa ya kumpeleka ipo. Mnahitaji wataalamu waje wawajengee uwezo kwenye maeneo yenu, mtawaleta wataalamu, uwezo pesa ya kuwalipa ipo. Kuna mitambo imeharibika, mna uwezo wa kukarabati kwa wakati kwa sababu fedha ya kukarabati ipo. Hiyo ni faida kubwa sana ya kuunganisha jumuiya zetu. Lakini tumepanua wigo wa uwakilishi wa wananchi katika jumuiya hizi. Leo mkiangalia humo mlivyochanganyika kachumbari hii, watumishi wamo, viongozi wamo, wanajamii wamo, kina mama wamo, vijana wamo. Ile chemistry inaonyesha wazi kabisa jumuiya hizi zitasimama kwa niaba ya wananchi. Na kila mwananchi atakuwa na uwakilishi wa mawazo yake, maono yake, na kila anachodhani kikifanyika kitasaidia maendeleo ya sekta ya maji katika eneo lake. Tunachokihitaji ni kuona jumuiya hizi zinaleta matokeo tunayoyakusudia. Nimezungumza habari hapa, maji bombani, fedha, sikae na hela. Hela mbichi ni ya kanisa tu na msikiti. Huwezi kutoa sadaka kwa control number. Siku ukiamua sadaka zikusanywe kwa control number, ndio watu watoe sadaka tena. Kila mmoja anakuambia mtandao ulikuwa unafanya nini? Unasumbua. Iringa we! Maji we! Si mnanielewa vizuri? We makamu mwenyekiti, weka anzishe kanisa lako pale. Alafu uambie jamani, sadaka na michango yote control number hii hapa. Haki ya Mungu watakwambia mtandao ulikuwa unasumbua. Sasa zile za sadaka zile tuendelee kuziacha zile kwenye utaratibu ule ambao unaipendeza madhabahu ya Mungu. Si ndio bwana? Lakini hizi za kwetu jamani, hakuna pesa mbichi. Makusanyo yoyote ambao ni kinyume cha mfumo wa fedha kupitia kwenye control number ni kinyume cha sheria na ni kosa. Mtumishi wa umma au mwakilishi wa mamlaka ya yoyote ya serikali anayekusanya pesa mkononi anatafuta matatizo. Ni lazima fedha zote zinazoletwa kwa maana ya ada ya huduma, michango au mengine yote yanayohusu sekta yetu ya maji lazima yapite kwenye mifumo tuliyopewa. Ichukie pesa mbichi kama unavyochukia shetani na mambo yake yote. Sehemu yoyote ambayo tutakuta kuna mtumishi wetu au mwakilishi wa jumuiya ya watumia maji anakusanya fedha mbichi,
huyu atakuwa amejichoka kwenye hiyo nafasi. Na mimi nataka niwaambieni, yako mambo mengi ya kusamehe, lakini jumuiya yoyote ambayo tutabaini wanakusanya pesa mbichi itafutwa mara moja. Na sio tu kufutwa, ni kufutwa na kushtakiwa. Na ikithibitika kwamba mlichokifanya ndicho tulichokiona, na mahakamani mnakwenda, na jela mnakwenda. Wala hatupotezi muda, tunachukua, tunaweka kabisa. Kwa sababu tukiruhusu hivyo vitu, fedha nyingi zitavuja. Tunakataa kukusanya pesa mbichi kwa sababu si watu wote waaminifu katika kukusanya na kutunza. Lakini pia usalama wa fedha, kwanza uaminifu. Lakini pili usalama wa nini? Utazikusanya kwa uaminifu mkubwa, lakini hutafika nazo nyumbani. Barabarani kuna mambo mengi. Utaenda kulala nazo nyumbani ili zipeleke ofisini kesho. Nyumbani pale huwezi kujua. Utajikuta maskini hela za serikali zimeibiwa ndani ya nyumba yako. Yameibwa mamilioni, unayalipa na kitu gani? Wewe hali yako yenyewe maskini, tia maji. Shati jipya mpaka sikukuu ingie. Haya, imeibwa 500,000, unaitoa wapi? Si mnanielewa vizuri? Haya, ada yako ya mtoto maskini unahangaika. Imeibwa milioni ya jumuiya ya maji. Unaitoa wapi? Utajiingiza kwenye matatizo ambayo hayana sababu. Kwa kwenye hili jambo na waombeni sana, narudia tena. Sio hiari. Huu ni utaratibu ambao unatulazimisha sisi wote kuhakikisha kwamba tunadhibiti fedha mbichi na kuhakikisha fedha zote za makusanyo zinaingia katika mfumo, ili mwisho wa siku sisi wote tuhakikishe kilichoingia ndicho kitakiwa kuingia, na mwisho wa siku kiweze kutumika kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa. Fedha ziende wapi? Benki. Lakini maji yatoke wapi? Kwa kama tutapata fedha lakini maji hayatoki, hilo ni tatizo. Ili fedha zikusanywe, sharti huduma ipatikane. Kama kuna jambo tunatakiwa tulikatae kwa nguvu zetu zote, ni kuona wananchi wanatoa gharama kwa kitu ambacho hawakipati. Mtu akilipia maji, hayaone maji yanatoka. Sio analipia maji, mara yamekuja, mara hayajaja, mara yana wiki, mara ya mwezi. Hiyo inaleta shida kwenye jamii yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tuna timu nzuri sana ya wilaya ambayo pia ni accessible, inapatikanika. Katika moja ya ofisi ambazo mimi najivunia ndani ya wilaya yetu ni ofisi ya mamlaka ya maji vijijini. Yoyote unayemtaka wakati wote unampata kwenye hiyo ofisi. Sasa ni muhimu tujitahidi maji haya yapatikane, na kule ambako hayapatikani taarifa zitoke kwa wakati, ili wataalamu wafike, hatua zichukuliwe. Lakini mwananchi akiona analipa gharama za maji halafu hayaoni maji, anajisikia vibaya sana. Hata wewe mwenyewe kama umelipia maji halafu unataka kunawa uso, hayapo. Unataka kufua nguo, hayapo. Unataka kuingia bafuni kuoga, hayapo. Unajisikiaje? Kwa moja ya mafanikio yetu si tu kuwa na jumuiya imara, bali tuwe na jumuiya ambazo zinachochea upatikanaji wa huduma ya maji wakati wote. Na pale zinapotokea changamoto za huduma, jumuiya iwe ya kwanza kuanza kuhangaika na tatizo kabla hatujafika hata kwa meneja. Jumuiya ianze kuhangaika ya kwanza kuhakikisha kwamba yale maji tunajua chanzo ni nini kilichosababisha maji kukosekana kwa wakati. Jambo lingine ambalo natamani nizungumze na nyinyi ni kusimamia sheria na sera zinazoongoza uundwaji wa jumuiya zetu. Hizi jumuiya zimeundwa kwa mujibu wa sheria, na hiyo sheria ni matokeo ya sera. Sera ilielekeza, sheria ikatungwa, tukapata mamlaka ya kuunda hizi jumuiya. Sasa jukumu letu ni kuhakikisha tunakwenda sambamba na matakwa ya sera na mahitaji ya kisheria, ili maana na umuhimu wa jumuiya hizi kuwepo iweze kuonekana. Tusitumie akili zetu kuamua mambo ya jumuiya hizi, tutumie miongozo tuliyopewa. Siku zote nawaambia, nchi hii inaongozwa kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni, taratibu, miongozo, mahitaji ya wakati na maelekezo yasiyokinzana na utawala wa sheria. Isifikie wakati miongozo tunayo, mnasema ngoja tumsikilize mzee wa kijiji. Mzee wa kijiji hawezi kuwa na kauli juu ya sheria iliyopo. Na mimi nimefurahi sana madiwani wangu karibia wote wa maeneo haya ni sehemu ya vikao vya maamuzi. Hawa ndio wanatakiwa kuwaambieni kwa niaba ya wananchi kwamba kwenye hili tutaenda hivi, kwa sababu wao ndio sauti ya nani? Tusitengeneze watu wengine nje ya mfumo wa jumuiya hizi. Jumuiya ipo, alafu mnaanza kutafuta watu tena nje ya nini? Itawaleteeni shida. Kama ni mambo yanayohusu serikali, diwani mko naye mle ndani. Kuna baadhi ya maeneo watendaji wetu wakata wamo sehemu ya, watumieni hao. Sio kufikia wakati unasema unajua kwa kweli mambo haya, ngoja tukae na wazee. Wametamkwa kwenye sheria wapi? Kifungu gani cha sheria kinasema mtakaa na wazee kwenye jambo hili la mradi wa maji? Si tumeelewana vizuri eh? Tumeona kwa kweli tukae na vijana kwanza. Mnakaa nao kwa kifungu namba ngapi cha mwongozo? Mwongozo umedefine bodi na kazi zake zote. Kazi za bodi zifanywe na
bodi. Sio mpoke madaraka ya bodi mkaende kumpa mtu mmoja kule kijijini ambaye hajatamkwa popote. Ni kwa sababu tu ni mtu maarufu basi mnasema wewe tukamsikilize fulani. Hapana. Hiyo msifanye. Mkifanya hivyo mtaziumbisha hizi taasisi. Lakini jambo lingine, msio wababaifu katika kusimamia matakwa ya sheria. Ubabaifu. Kama tunatakiwa kulipia huduma ya maji, tulipe. Tuna hii kasumba ya kwamba maji katupa Mungu, tunalipa ya nini? Kwani watoto kakupa nani? Mbona Mungu hawasomeshi? Unalipa ada wewe. Wakiugua mbona uwapeleki kwa Mungu? Bwana Mungu wameugua hawa. Unapeleka hospitalini. Mungu hakuumba watu wavivu wa namna hiyo. Mungu ametupa mito, ametupa maziwa, lakini tuna jukumu ya kuyalinda. Kakupa ziwa, usipolilinda litakauka. Ni kweli Mungu anatupenda, katupa nini? Maji. Lakini haya maji, hivi vyanzo visivyotunzwa yatakuwepo? Hapana. Tusipozuia shughuli za kibinadamu kwenye vyanzo vya maji, vyanzo vitabaki. Haya, vyanzo vikiwepo kawa hakuna miundombinu, watu wote tutakuwa tunaenda kuogelea ziwani? Tunaamka asubuhi, mkuu wa wilaya kavaa taulo yake, huyu kavaa nini? Wote tunakwenda kwenye maji ya Mungu ziwani Migori pale. Sasa tutakuwa ni watu wa namna gani? Ndio maana ipo mamlaka ambayo Mungu ametupa akili, tumeiunda, tumepata wataalamu, tumewasomesha, wametengeneza utaalamu wa kuyatoa maji ziwani, kuyaleta mpaka kwa mtu aliyeko mbali na nini? Na ziwa. Sasa namna ya kuyatoa maji kule ziwani, namna ya kuyaleta mpaka kwa huyu mtu ni gharama. Hizi gharama anabeba nani? Lazima zibebwe na sisi ambao tunaletewa hiyo huduma. Hasa haiwezekani tu mwananchi anakuwa mimi sichangii haya maji ya Mungu. Hapana. Mungu mwenyewe anakusanya sadaka kila Jumapili. Anakusanya. Nani hapa atoi sadaka kanisani? Anyoshe mkono. Aseme mimi kwa kweli sitoagi. Mungu mwenyewe kila Jumapili, tena tunaambiwa toa ndugu, toa. Unatoa. Si ndio? Si mnanielewa vizuri? Tunatoa. Mpigieni makofi Mungu kwa neema yake. Sasa jamani, kwenye kusimamia sheria tusilete maneno mengi. Watu wetu wachangie gharama za huduma. Kikubwa ni kwamba watu wasibambikizwe bili. Mtu alipie kile alichokitumia. Kama katumia maji kiasi fulani na ithibati ya malipo inaonyesha hivi, alipe kulingana na alichokitumia. Tusiwabebeshe watu bili kubwa. Na uzuri mifumo imewekwa ya kiteknolojia ambayo kumbebesha mtu ni ngumu. Uzuri wa huduma yetu hii ni kwamba kila ulichotumia ndicho unacholipia. Sasa ikitokea mtu anabebeshwa bili, hilo ni kosa. Hilo ni kosa na lazima tulidhibiti. Kwa hapa bado tujao na matatizo ya namna hiyo. Tumeelewana vizuri Lakini ni muhimu sana kila mmoja agharamie kile anachokitumia. Sasa na sisi wananchi wetu ni lazima wafundishwe kwamba jamani, dunia ilikofikia, gharama za uendeshaji wa mambo haya, usimamizi wa mambo haya ni lazima tuzigawane. Serikali inaleta miradi, lakini sisi tuna jukumu la kuihudumia hii miradi ili iendelee kuwa endelevu. Kwa meneja hilo ndugu zangu hao watalifanya. Na mimi hapa nina bahati, nina bahati kweli. Moja ya bahati nilionayo, nina madiwani wa viwango sana. Sio wababaishaji. Penye nyeusi tunaambizana hii nyeusi, penye nyeupe tunaambizana nyeupe. Ukishakuwa na viongozi wa hivyo unasubiri kufa uingie mbinguni tu. Una shida gani? Sio viongozi wanafiki. Kuna jamii zingine akikwambia nyeusi ndio nyeupe, akikwambia nyeupe ndio nyeusi. Sasa ukishakuwa na mtu wa namna ile hamwezi kufanya chochote. Madiwani wa Iringa DC kama jambo ni zuri unakwambia mheshimiwa mkuu wa wilaya, hili jambo zuri, hili halina shida. Lakini likiwa lina shida anakuambia mkuu, naona tuonane. Ukishaona tuonane ujue mambo sio mazuri. Lakini anataka kulinda heshima ya yoyo mharibifu. Anakuambia sikiliza, yule bwana tumemsikiliza pale lakini yule ni muongo na ukweli ni huu, na sisi tunashauri tupite njia hii ili tusaidie wananchi. Tuwapigie makofi mengi sana madiwani wangu. Sasa maandiko yanasema tupate wapi tena mtu kama huyu? Na sisi tunasema tupate wapi tena watu kama hao? Na huu mwaka wao huu. Na ninavyowaona waheshimiwa madiwani wako wapi? Mimi nikiwaona tunajua biashara hii imeshaisha. Kabisa. Nyinyi watu wa jumuiya za maji, si mnaona ama bwana? Hawa ndio wametusaidia kuunganisha hizi jumuiya. Lau kama wangesema hatuelewi, hatujui, hatutaki, tusingekuwa hapa. Wapigieni makofi mengi sana mama. Kabisa. Kwa kweli waheshimiwa madiwani, naomba nichukue kipindi kikao hiki niwashukuruni sana. Sana. Mmeisaidia wilaya yetu kuunganisha hizi jumuiya bila kelele, bila fujo, na mimi nawaombea
na tarehe ya kuchukua fomu imesogezwa mbele, kwa hiyo mna muda wa kupiga kazi. Madiwani wetu oye! Maendeleo oye! Na waombeni sana. Naomba mkae. Ninachotaka kukisema ni nini? Uelewa wa pamoja ni kitu muhimu sana. Hasa baina ya wanasiasa na wataalamu. Wanasiasa na wataalamu wakiwa na uelewa wa pamoja, kazi inakuwa ni nyepesi. Na hiki ndicho ambacho tunakifanya leo hapa engineer. Hutojuta, nataka nikwambie. Wewe na meneja wangu wa mkoa hamtojuta. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani, kuwemo kwenu kwenye hizi bodi, saidieni kuzisimamia, kuzifuatilia na kuzipa nguvu na uhalali wa kijamii ili ziende vizuri zaidi. Sawa jamani? Lakini pia msikubali migogoro. Unajua watu wao wanashikamana wakiwa na shida. Neema ikiingia wanagombana. Unaona watu wamoja wanashikamana, wana umoja, wanazungumza pamoja kwa sababu wana njaa. Ugali ukiingia tu, kwanza wataanza kugombania nyama. Baadaye wanagombania sufuria. Baadaye wanagombania hiyo kazi inayoleta nyama. Baadaye kunakuwa na mpasuko mkubwa. Sasa mimi nataka kusema jumuiya zetu pamoja na kwamba zimeunganishwa na zitakuwa na nguvu kuliko mwanzo, niwaombeni sana muwe wamoja, muwe na mshikamano. Mafanikio ya jumuiya hizi yasitumike kama mbinu ya kuwagaweni. Na njia pekee ya kuhakikisha mnafanikiwa ni kuheshimu taratibu na miongozo mliopewa. Asitokee mtu akawa na nguvu kuliko jumuiya ya watumia maji. Asitokee mtu akawa na nguvu kuliko bodi ya watumia maji. Kinachotakiwa kuwa na nguvu humu ni maslahi ya wananchi na sheria iliyounda vyombo hivi. Maslahi ya wananchi na sheria iliyounda vyombo hivi iwe juu ya maslahi ya mtu yoyote ndani ya jumuiya zetu. Jambo lingine, mambo ya bodi yajadiliwe kwenye bodi. Sio mambo ya bodi tuyakute kwenye mkutano wa kijiji. Na nielewa ninachokisema? Mambo ya bodi yajadiliwe kwenye bodi. Sio mambo ya bodi mnaenda kujadili kwenye mkutano wa nini? Wa kijiji. Kila kikao kifanye mamlaka yake kwa mujibu wa sheria. Kule kwenye mkutano wa kijiji mnatakiwa mpeleke taarifa ya makubaliano na maazimio ya kikao cha nini? Cha bodi. Ikifikia wakati mnaanza kutumia vikao vya vijiji kujadili mambo ambayo yamekasimiwa kwenye bodi ya watumia maji, mtaleta mgongano wa maslahi baina ya wenye vitu wa vijiji na migogoro ya vijiji mnaleta kwenye bodi ya maji. Itawasumbua. Pamoja na kwamba tunaendelea kusimamia upatikanaji wa huduma za maji, lakini lazima tuhakikishe tuna mikakati ya kushirikiana na jamii kulinda vyanzo vya maji. Programu za upandaji wa miti, sasa jumuiya zimekuwa kubwa, fanyeni zaidi ya hapa. Tumeelewana vizuri? Na hizi jumuiya za maji ni waibieni siri. Jumuiya za maji zilizounganishwa mmepewa uhuru mkubwa na mamlaka makubwa kuliko mwanzo. Uhuru mkubwa na mamlaka makubwa kuliko mwanzo. Mnakuwa na hela nyingi ya kushughulikia mambo yenu. Hakuna mwananchi atakosa huduma ya maji, hakuna mradi utakosa ukarabati kwa wakati, hakuna mtumishi wa mamlaka nini wa jumuiya yenu ambaye atakuwa na changamoto za malipo yake. Mtakuwa na uwezo hata wa kuajiri watu wenu kusukuma huduma. Jambo ambalo ni kubwa sana. Kwa hiyo niwaombeni sana kwenye eneo hili jamani, mkalisimamie. Mwisho meneja, nikushukuru wewe na meneja wetu wa mkoa kwa kuona umuhimu wa mimi kuwa sehemu ya jambo hili. Mlikuwa mna uwezo tu wa kufanya bila kuniita. Kwa sababu mimi sio kiungo kwamba nikikosekana pilau haitokuwepo. Sisi ni wapambe tu. Si ndio bwana? Kwani mimi nashikaga vifaa au nafungua mabomba? Kusema bwana asipokuja yule engineer mambo hayatoeleweka. Mimi ni mwenyekiti wa kwaya tu, misa inaendeshwa na mtu mwingine kabisa. Wewe unasikia misa imeahirishwa kwa sababu ya mwimba kwaya hajafika? Misa inaahirishwa kwa sababu paroko hajafanya nini? Hajafika. Sasa sisi paroko wetu ni huduma. Zile huduma kama zipo, hicho ndio kitu wananchi wanataka. Huduma bora za maji zinazopatikana kwa uhakika na kwa hali ya urafiki wa hali ya juu sana. Kwa hiyo nikushukuru sana meneja kwa mwaliko, wewe na meneja wa mkoa, lakini washukuru sana timu ya ofisi yako. Kwa kweli tuna watumishi wazuri sana jamani. Naomba tuwapigie makofi tena. Tuna watumishi wazuri sana ofisi yetu ya mamlaka ya maji vijijini Iringa DC. Wanafanya kazi nzuri, wanajituma. Ni katimu kwa watu wachache lakini akili nyingi. Kwa majina naitwa Mhandisi William Tupa, ni meneja wa RUWASA mkoa huu wa Iringa. Leo hii tumekutanika hapa Iringa DC kwa lengo moja la kukaa na vyombo vyetu vya watumiaji maji, maana vingine tumevifanyia clustering. Malengo makuu ya kukutanika hapa, sisi kama serikali tunajenga miradi mikubwa ya maji, halafu kwa mujibu wa sheria namba 5 ya maji na usafi wa mazingira ya mwaka 2019, miradi hii inaenda kusimamiwa na jamii yenyewe kupitia vyombo vya watumiaji maji.
Hivyo sisi kama serikali kupitia wakala wake RUWASA tunao wajibu sasa wa kuvijengea uwezo hivi vyombo, lakini na kuvisimamia na kuviongoza vizuri, ili yale mazumuni sasa ya serikali ya kuhakikisha mwananchi anapata huduma ya maji yanaweza kufikiwa. Kwa hiyo kwa leo tumekutana hapa ili kwanza tuweze kuwafundisha majukumu gani yanayopaswa kwenda kufanyika kwenye maeneo yao ili miradi iwe endelevu, lakini pia vile vyombo ambavyo vilikuwa dhaifu tumeweza kuviunganisha sehemu moja, tumeunganisha na kupata chombo kimoja. Lengo kuu ni kupata chombo kikubwa chenye uwezo ambao utaongeza ufanisi katika utendaji, lakini pia tutapunguza matumizi ya fedha. Mwishowe vyombo hivi vinaenda kuwa na hali nzuri ya kiuchumi, ambapo fedha zikiwa nyingi zimekusanywa zinaenda kwenda kumhudumia mwananchi na huduma inakuwa endelevu. Sasa niwaombe wananchi tuiunge mkono serikali kwanza kwa kutunza miundombinu ya maji ambayo tunajenga na imeshakwisha kujengwa maeneo yao, lakini pia wahakikishe sasa zile maji ambayo wanapatikana wanayalipia, kwa sababu serikali imetengeneza ankala ambazo ziko ndani ya uwezo wao. Hakuna mwananchi atakayekosa huduma ya maji kwa kushinda kulipa bili, maana hizi bili zimetengenezwa kwa uwezo wa wananchi walioko maeneo ya vijijini. Hivyo niwaombe sasa wananchi wote walipie huduma za maji, kwa sababu zile fedha tunazozikusanya ndizo zinazotupelekea kuwaboreshea huduma ya maji, kwa maana ya kwamba tunaiendesha hii miradi ya maji baada ya kujengwa na serikali kupitia hizi ankala za maji. Mimi kwa jina naitwa Odia Hezron, ni afisa maendeleo ya jamii RUWASA mkoa wa Iringa. Na kama unavyoona tulikuwa na zoezi hili la kuunganisha vyombo vya watoa huduma ya maji ngazi ya jamii ambao tunaita kwa kifupi CBUSO. Lengo la kuunganisha kwanza ni kwa mujibu wa sheria namba 5 ya mwaka 2019 kifungu cha 36 kinataka, kama mtaona yani katika maeneo yetu tunaona bado kuna vyombo ambavyo ni dhaifu kiutendaji, lakini kuna kitu kinaitwa economy of scale, mapato makusanyo kwa vyombo vingine yanakuwa ni duni sana kutokana labda na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo ili kuviimarisha lazima tuviunganishe, yani unaunganisha vile vyenye nguvu na vile vilivyo dhaifu ili kupata uimara zaidi. Na ukifanya hivyo utakuwa umeongeza wateja, yani tunaita ile coverage, watu waliofikiwa wanakuwa wengi, na wakishafikiwa wengi maana yake hata uwezo wa mapato unakuwa mkubwa. Uwezo ukishakuwa mkubwa maana yake uendeshaji pia utakuwa mzuri, maana yake ufanisi utakuwa mzuri. Lakini pia jambo la kuunganisha vyombo linapunguza gharama za uendeshaji, kwa sababu ukiwa na utitiri wa vyombo utakuwa pia na utitiri wa watumishi. Watumishi wakiwa wengi, bodi zikiwa nyingi, gharama inakuwa ni kubwa zaidi. Wakati huo huna uwezo wa kukusanya kama una watu wachache wanaopata huduma ya maji. Sasa ukishakuwa na watu wengi ukiunga, maana yake unakuwa na uwezo, una watumishi wachache, una bodi chache, makusanyo yanakuwa makubwa. Kwa hiyo unaweza ukatoa huduma kwa uzuri, matengenezo kwa haraka, na hata kuongeza miundombinu kwa haraka. Mwisho wa siku huduma inakuwa bora.